Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Habari ya mchana ndugu wanahabari. Kwa jina naitwa Zuberi Chembera, naibu kamishna wa polisi, naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutufanya tuwe na uwezo wa kutekeleza majukumu yetu. Lakini vile vile nipende kutoa taarifa mpaka tunavyoendelea na tunavyozungumza hapa, hali ya usalama ya Zanzibar kwa ujumla iko shwari, na nikisema hivyo namaanisha kwamba wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao za kiuchumi bila bugudha yoyote ya kiusalama. Ndugu wanahabari, tumewaita leo hapa makao makuu ya polisi mkoa wa Kaskazini Unguja, eneo la Mahonda, kutoa taarifa inayohusiana na tukio la taarifa ya kifo kinachomhusu raia wa kigeni, kwa maana ya raia kutoka Marekani. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 4 majira ya saa 2:55 za usiku huko hoteli ya Azuri iliyoko Nungwi, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, mwanamke ajulikanaye kwa jina la Ashley Jane Robinson, miaka 31, raia wa Marekani, ambaye alifikia kwenye hoteli hiyo ya Azuri katika shughuli zake za utalii akimiliki passport namba 67920035, alijaribu kujiua kwa kujinyonga kwa kutumia mkanda wa nguo rangi ya kijivu, ambapo aliufunga mkanda huo katika kabati la nguo lililoko katika chumba namba 25 alichofikia hotelini hapo. Mgeni huyo aliingia tarehe 4 mwezi wa 4 2026 akiwa na mchumba wake aitwaye Joseph Isaac Macan mwenye umri wa miaka 48, Marekani, ambaye naye alikuwa anaishi naye pamoja hapo kwenye hoteli ya Azuri, na kwa mujibu wa taarifa zao walitarajiwa kuondoka tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 4 2026 majira ya saa 12 za jioni kulitokea na mgogoro wa kimapenzi baina ya watu hao wawili, kwa maana huyu Ashley pamoja na mpenzi wake Joseph. Mgogoro huo baina ya watu hao wawili ulitambulika na jirani ambaye alikuwa anaishi chumba namba 24, na yeye akatoa taarifa kwa uongozi wa hoteli akieleza kwamba majirani zake wamekuwa wakizozana kwa siku hiyo ya tarehe 8, lakini akaeleza zaidi kwamba tangu wamefika hapo wamekuwa wakiwa na mizozo ya mara kwa mara na wakiwa wanagombezana hapo ndani ya hicho chumba chao. Uongozi wa hoteli baada ya kupata taarifa hiyo ulikwenda kuwaona na kuwauliza kama kuna changamoto zozote wanazopitia au walizonazo, lakini baada ya kuona kweli hali inayojitokeza pale ni ya mizozo kati ya wawili hao, uongozi ukaamua ili kuweka hali ya utulivu na usalama kwenye ile hoteli na wageni wengine wasipate bugudha, kumuhamisha yule mume wake au bwana wake aitwaye Joseph
na kumpeleka kwenye eneo lingine ambalo ni chumba namba 65. Na nitoe ufafanuzi, nikizungumza chumba nazungumzia villas, wanaita villa, yani ni nyumba zile ambazo zinakuwa ni self contained. Kwa hiyo ile ilikuwa namba 25, wakamhamisha yule bwana kumpeleka namba 65. Ni umbali wa kutembea kwa miguu kama dakika 8 mpaka 10 kutoka hapo ambapo alikuwa awali kwenye hiyo nyumba namba 25. Baada ya muda kupita kipindi kama masaa 2-3 kufika muda huo wa saa 2 na dakika 55, ndipo mmoja kati ya wahudumu wa vyumba. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.